एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, karibu tena katika mada hii ya leo inayohusu maktaba ya Masihi. Katika kipindi kilichopita tulielezea kitabu cha Hadhrat Masih Maud alayhi salam ambacho kinahusu maswali matatu ya Mkristo na majibu yake. Karibu tena leo katika kipindi hiki ili tuweze kujieleza au tuweze kujielimisha kuhusiana na kitabu hiki cha Hadhrat Masih Maud alayhi salam ambacho kinahusu barakatud dua, yani baraka za dua. Tujielimishe, tujue vipi ya kufanya dua na mambo kadhaa, na katika kufanikisha jambo hili au kufanikisha mada hii ili ieleweke vizuri kwa wewe mtazamaji, tunao wageni waliotutembelea ambao watakaotufafanulia kwa undani, watakaotuelezea kuhusiana na vitabu hivi vya Hadhrat Masih Maud alayhi salam. Kaa nasi na uwe muangalifu na uwe mfuatiliaji wa vipindi hivi vyetu vya MTA Africa. Karibu sana. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni sana katika studio yetu. Asante sana. Naam, upande wangu kulia ninaye Mwalimu Muhammad Musa Oponyo Sahib. Karibu sana Mwalimu Sahib. Asante sana bwana mtangazaji. Vile vile ninaye mwalimu ambaye ni Abdullah Muhammad Mwareje Sahib. Karibu sana Mwalimu Sahib. Mtangazaji mpendwa. Naam, asante sana. Karibu sana. Asante. Naam, Mwalimu Sahib, unaweza ukatuelezea ya kuwa katika kitabu hiki kuna hiki kitabu cha Hadhrat Masih Maud alayhi salam alikiandika, kiliandikwa mwaka wa 1893. Ni kitabu ambacho alikiandika kwa anwani ya barakatud dua. Je, unaweza ukatuelezea kwamba katika kitabu hiki kuna madhumuni gani yaliyomo katika kitabu hiki cha Hadhrat Masih Maud alayhi salam? Asante sana bwana mtangazaji. Kitabu hiki barakatud dua chake Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikiandika mnamo mwaka 1893. Na madhumuni ya kitabu hiki au ya kukiandika kitabu hiki ilikuwa ni kujibu huyu bwana Sa Ahmad Khan ambaye alikuwa na maoni au aliandika kitabu akiwa na maoni kwamba kukubaliwa kwa maombi ni jambo ambalo halipo. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kama mujaddid wa zama alikuja kurekebisha umma, basi akachukua jukumu hili muhimu la kumweka huyu bwana sawa kwamba maombi yanakubaliwa kweli. Na kukubaliwa kwa maombi kunategemea mambo kadhaa yaangaliwe ili Mwenyezi Mungu aweze kukubali yale maombi. La msingi ni kwamba lazima yafanywe kwa unyenyekevu na moyo mzuri. Kwa hivyo maombi ya namna hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam anasema kwamba yanakubaliwa. Kinyume kabisa na mtazamo wake Sayyid Ahmad Khan anayesema kwamba maombi au ibada ni sehemu tu ya asili ya mtu, ni ibada tu ya nje. Lakini kule kukubaliwa kwa maombi ni jambo ambalo halipo. Pia katika hiki kitabu sehemu yake ya pili Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam anajibu kitabu kingine cha huyu bwana Usul Tafsiri, ambayo anaeleza misingi ya kukubaliwa ya kufanya tafsiri ya Qur'an tukufu. Kwa hivyo kwa ufupi ni kitabu ambacho Sayyid Ahmad alayhi salam anashughulikia kitabu chake huyu bwana Sayyid Ahmad Khan, ambacho kwa mtazamo wake anaona kwamba kuomba maombi ni jambo tu la kawaida la maisha ya mwanadamu na maombi hayakubaliwi kamwe. Naam. Kwa kweli msisitizo hapo. Naam. Bwana mtangazaji, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiunga mkono maneno ya Maalim Sahib anasema kwamba ud'uni astajib lakum, ombeni nitaitikia maombi yenu. Iweje sasa hivi Sayyid Khan Sahib yeye anakataa, anasema kwamba Mwenyezi Mungu hapokei maombi ni kwa sababu ya kutoelewa Qur'an tukufu, lakini maelezo ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam yanathibitisha wazi kabisa kwamba
Mwenyezi Mungu anapokelea dua. Anakubali maombi. Kwa kweli umeweza kuelezea vizuri vipi Hadhrat Masih Maud alayhi salam amemjibu huyu bwana kwa kuwa na dhana hii ya kwamba maombi hayafani, hayakubaliwi. Kwa hivyo Mwalimu Sahib, nashukuru sana kwa maelezo yako mazuri na yanaweza kutoa elimu na mwanga kwa mtazamaji. Na Mwalimu Sahib, unaweza ukaweza kutolea maelezo kwamba ni maelezo gani ya Sayyid Ahmad Khan Sahib kuhusu kukubaliwa kwa maombi au kukubaliwa kwa dua katika kile kipengele chake cha anasema kwamba ad-du'a wal istijaba. Katika hiki kipengele vipi unatolea maelezo yapi kuhusiana na hiki Mwalimu Sahib? Karibu sana. Asante sana. Kipengele chake hicho kimempoteza sana Sayyid Ahmad Khan Sahib kwa sababu ya kutoelewa maana halisia ya ni jinsi gani dua inapokelewa. Naam. Sasa yeye akatoa maelezo kuhusiana na dhana nzima ya kupokelewa kwa dua. Anasema kwamba Mwenyezi Mungu yeye hapokei dua katika maelezo yake. Ndiyo. Anasema kwamba dua ni sehemu mojawapo ya ibada tu, ni kitu cha asili tu, lakini sio maana yake kwamba hata sasa hivi mtu akiomba dua inapokelewa na kuanza kuleta athari. Yeye sio imani yake. Sasa Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, mwanzilishi mtukufu wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, yeye ndani ya kitabu hiki Baraka za Dua akaelezea kwa hisia zake zote kwamba kwa kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokea dua. Anapokea dua na dua ni sehemu ya maisha ya binadamu. Dua amethilisha dua na dawa kwa mgonjwa. Ndiyo. Akasema kwamba mgonjwa anapotumia dawa huwa inaanza kuleta athari. Inaleta ile athari. Inaanza kuleta athari baada ya muda fulani. Na hii itathibitisha kwamba yule mgonjwa sasa anaanza kupoa kwa sababu ya ile dawa ambayo kwamba ametumia. Ndivyo ilivyo katika dua. Dua jambo lolote linakuwa kwa sababu ya maombi, sio ilivyokadiriwa na Mwenyezi Mungu kwamba ni hivyo basi ni hivyo kama anavyofikiria Sayyid Ahmad Khan. Hayo ni mawazo potofu kabisa ambayo kwamba ni kinyume na Qur'an tukufu na kinyume pia na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni unge mkono maneno ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mfano wa dawa ambao kwamba aliutumia Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam kumjibu Sayyid Ahmad Khan. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitabu cha Muslim alisema kwamba likulli da'in dawaun, kila ugonjwa una dawa yake. Idha usiba dawau da'i baraa biidhnillahi azza wa jalla, inapopatikana dawa ya ugonjwa wowote basi inaponya kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tunaona hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sehemu ya pili ya hadithi imeelezea athari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutumia dawa mgonjwa. Mgonjwa anapotumia dawa athari ndio inaanza kujitokeza, lakini kwa mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hivi ndivyo ambavyo kwamba sisi Waislamu wote tuna imani kwamba mambo yote yanaenda sambamba na maombi. Bila maombi hatuwezi kufanikisha na hatuwezi kupata baraka yoyote. Asante sana. Bwana mtangazaji, labda nikichangia kidogo tu kwa kuongezea kutokana na maelezo yake Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, hakika ametoa matumaini kwa waaminio kwamba Mwenyezi Mungu yupo na anakubali maombi. Waila kama tufuate msimamo wake Sayyid Ahmad Khan, basi atakuwa navunja moyo wa waaminio ambao wana hamu ya kumuomba Mwenyezi Mungu katika haja zao za kila siku. Ndiyo, bila shaka haya ni maelezo mazuri, na kwa kweli kutokana na Hadhrat Masih Maud alayhi salam tunapata kwamba analeta kwanza matumaini kwa wale ambao wanamtegemea Mwenyezi Mungu, wajue kwamba kwa kweli Mwenyezi Mungu yupo na anapokea maombi, sio kuwa na dhana kama huyu bwana ambaye anasema kwamba kwa kweli dua haipokelewi. Asante sana Mwalimu Sahib kwa maelezo yako mazuri sana. Naam, Mwalimu Sahib, je, sawa na maelezo ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam, je, kila dua inakubaliwa licha ya kuwa na imani kwamba Mwenyezi Mungu ameahidi kukubaliwa kwa maombi katika Qur'an tukufu? Je, kila dua inakubaliwa sawa na maelezo ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam? Unasemaje, unatuelezea vipi katika hili? Asante sana bwana mtangazaji. Ni kweli kwamba
kwa sawa na maelezo yake Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, si kweli kwamba kila dua inayoombwa inakubalika, licha ya kwamba Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'an tukufu kwamba tumuombe atakubali maombi. Lakini sio kwamba kila kitu anachokiomba mtu kitakuwa ni chenye kukubaliwa, la, bali Mwenyezi Mungu sawa na busara yake anajua kwamba ni kipi kinamfaa mja wangu, kwa hivyo nikubali kipi na niache kipi. Kwa mfano tuchukulie, kwa mfano tuwe kama mzazi pale nyumbani, ikiwa una watoto wako pale nyumbani unawapenda, akikuomba kitu unajua kwamba ni kipi kinamfaa huyu. Chukulia kwa mfano kwamba una sumu pale nyumbani, labda kuna wadudu wanakusumbua, una korogo unataka waangamize, kisha mtoto ayo analia ile sumu kwamba nipe. We kama mzazi uweze mpa, sababu unajua kwamba ina athari mbaya kwake, itamuathiri au labda atakufa akiwa ataitumia. Au tuchukulie kwa mfano kwamba analilia wembe kwamba nipe wembe au kisu na kitumia pale kazi zako za nyumbani. Ukimpa kile kisu kitamkata au kitamuumiza, so hutampa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba anajua kwamba ni maombi gani yanakufaa wewe. Kwa hivyo kuna maombi ambayo atakubali na yale ambayo atayaacha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba yale maombi ambayo Mwenyezi Mungu anayakubali, lakini yale anayaacha labda yatakufaidi katika siku ya kiyama, siku ambayo utakuwa na haja zani ya kukubaliwa kwa maombi. Na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kama mujaddid ametumia hekima na akili kubwa sana kueleza bwana Sayyid Ahmad Khan kuhusu swala hili, na amesema kwamba kama vile kwamba si dawa inatibu kila ugonjwa, vile vile kwamba sio kwamba kila dua inakubaliwa. Tuchukulie kwa mfano tu bwana mtangazaji, zote tunaweza kuwa wagonjwa, tukaenda hospitalini zote tukatumia dawa, huyu akapona na huyu akakosa kupona. Ushafahamu? Kwa hivyo si kwamba kila dua lazima ikubaliwe, la, bali sawa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kutegemea pia ule unyenyekevu wa mwenye kuomba na ule moyo safi. Ushafahamu? Sasa kama mtu si mnyenyekevu, si mcha Mungu na akafanya maombi, pia kuna uwezekano mkubwa kwamba maombi kama yale yakaachwa. Vile vile haya maombi ambayo mtu anayafanya yana ule mtiririko wa kuelekeza mtu mpaka katika kupokelewa kile ambacho anakiomba. Kwa hivyo ingawa Mwenyezi Mungu amesema kwamba tumuombe atakubali maombi, lakini yeye anajua kwamba akubali ombi lipi na aache ombi gani. Na Mwalimu Sahib, naona ni kama unataka kuongezea kwa yale aliyoelezea. Alivyoeleza Mwalimu Sahib ni kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ametoa picha halisi ya Sayyid Ahmad Khan. Kumbe huyu alielewa upande mmoja tu wa dua, lakini upande wa pili hakuelewa. Dua iko aina mbili sawa na alivyoeleza Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba kuna zile ambazo kwamba zinapokelewa na zile ambazo kwamba hazipokelewi. Lakini pia maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu yeye hajazisikia, amesikia. Sasa huyu Sayyid Ahmad Khan yeye anaamini moja kwa moja kwamba dua yoyote haipokelewi. Kwa msingi huu mwanadamu hawezi hata kuishi vizuri katika dunia hii. Ni mafundisho potofu kabisa haya ya Ahmad Khan, lakini alivyoelezea Masihi alayhi salatu wasalam, maelezo haya ni maelezo ya maana sana ambayo kwamba yanafanyisha mtu kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu na kuishi maisha mazuri ya ustaarabu. Na bila shaka tumeshapata uhalisia kwamba kwa kweli kuna baadhi ya maombi haiwezi kupokelewa na Mwenyezi Mungu kutokana kwamba Mwenyezi Mungu anajua kwamba hiki kitu ni kinafaa mwanadamu au maombi haya hayafai mwanadamu. Kwa kweli huyu bwana akawa ameegemea tu upande mmoja, kwa maana labda amefanya maombi safari moja hayakubaliwa, akasema kwamba maombi haina haja kuomba maombi maana haikubaliwi. Lakini akawa na mawazo mapotofu sana, au mawazo ambayo ni kinyume kabisa na vile Qur'ani inavyotuelezea. Na Mwalimu Sahib, karibu sana. Ningependa pia uweze kuelezea mtazamaji ya kwamba Sayyid Sahib anauliza ni vigezo vipi vinavyotumika kutathmini kiwango cha tafsiri ya Qur'an, na ni vipi alivyoelezewa katika kitabu hiki cha Hadhrat Masih Maud alayhi salam? Asante sana. Kitabu hiki ni kitabu ambacho kwamba kimejaa lulu sana. Na ni kutokana na kuwa Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa anachokiongea ilikuwa ni mawasiliano moja kwa moja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam katika kujibu swali hili, Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi wasalam ndani ya hicho kitabu Baraka za Dua ameeleza kwamba misingi ya Qur'an tukufu ama tafsiri ya Qur'an tukufu ina misingi yake takriban 7. Na miongoni mwa hiyo misingi takriban 7, ya kwanza
kabisa ambayo kwamba ameelezea Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam ni kwamba Qur'ani inatafsiriwa kwa Qur'ani, yani Qur'an bil Qur'an, Qur'ani kwa Qur'ani. Huu ndio msingi wa kwanza kabisa ambao kwamba ameuelezea Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam. Haiwezekani aya moja iwe inapingana na nyingine, na Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam akasema kwamba kama iletwe aya ambayo kwamba inapingana na aya zingine, ina haki ya kukataliwa, kwa sababu ni kinyume kabisa na ilivyoeleza Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an tukufu katika suratu Nisa. Nakumbuka sura ya 4 aya 83, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba afala yatadabbaruna alquran, je hamuitafakari Qur'ani? Walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, laiti kama ingekuwa inatoka kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi mngekuta ikhtilafu nyingi ndani yake. Lakini kwa sababu Qur'ani ilitoka kwa Mungu mmoja, tunakuta kwamba mawazo yanawiana, inajitafsiri yenyewe kwa yenyewe. Sasa huu ni msingi wa kwanza kabisa muhimu na wa kuaminika ambao kwamba ulielezwa na Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam ndani ya hicho kitabu cha Baraka za Dua. Na njia ya pili, Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam akasema kwamba ni tafsiri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu ndiye mtafsiri mkubwa, ndiye ambaye kwamba tafsiri yake inafaa kuchukuliwa kwa nguvu zote, kwa sababu yeye ndiye ambaye kwamba aliteremshiwa Qur'an tukufu. Na hii imeainishwa vile vile na Qur'an tukufu katika suratu Nahl aya ya 45. Nakumbuka Mwenyezi Mungu anasema wazalna ilaika dhikra, tumekuteremshia ukumbusho huu, litubayina linnas manuzila ilaihim, ili ubainishie watu yale ambayo kwamba yameteremshwa kwao, walaallahum yatafakkarun, na ili wapate kutafakari. Kwa hivyo mwelezaji mkubwa na maarufu zaidi katika dunia hii wa Qur'an tukufu ni mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njia ya tatu ambayo kwamba Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam ameielezea kuhusiana na kutoa tafsiri sahihi ya Qur'an tukufu ni kwa kuwafuata maswahaba, kwa kufuata ilmu ya maswahaba wa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba ni watu ambao kwamba walikaa karibu sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakamwamini na wakamfuata. Sasa chochote ambacho kwamba kinatolewa na swahaba ni mtu aliyemuona Mtume na akamwamini, kinafaa kuaminiwa. Sayyidina Ahmad alayhi salam alisema kwamba tafsiri inapotolewa na swahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii moja kwa moja inafaa kuaminiwa kwamba ni tafsiri ya kweli, sio tafsiri potofu. Na njia nyingine ambayo kwamba imeelezewa katika hicho kitabu cha Baraka za Dua kuhusiana na kutafsiri Qur'an tukufu, Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam amesema kwamba ni usafi wa nafsi, usafi wa moyo. Mtu anapokuwa msafi wa moyo, basi mtu huyu huaga anapata ilmu ya ghaibu, elimu ya kimbingu, anaainishiwa maana za Qur'an tukufu na anaanza kuelezea watu maana za kueleweka. Kuna aya alitumia Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam kuthibitisha kipimo hichi. Anasema kwamba la yamassuhu illa almutahharun, Mwenyezi Mungu anasema hawataigusa isipokuwa waliotakasika. Na utakaso huu sio wa kuoga tu peke yake au kutawadha tu peke yake, hapana, ni utakatifu wa kiroho. Na huu unasababishwa na kuomba kwa kina sana, kuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hizo njia amezielezea mfululizo ndani ya hicho kitabu cha Baraka za Dua. Mtu ambaye kwamba anataka kuzijua zaidi zote 7, anatakiwa ni vizuri baada ya kipindi hichi atafute maktaba yetu sisi Waislamu wa Ahmadiyya, ajaribu kufuatilia, ataona kwamba Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam alitoa njia murwa na bora zaidi za kuifasiri Qur'an tukufu. Lakini Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alisema kwamba si vizuri mtu kutoa tafsiri kwa rai yake ya Qur'an tukufu. Kama vile Sayyid Ahmad Khan anavyoleta tafsiri zake za majabu na kuanza kupinga dua. Dua ndiyo silaha ya mwaminio. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba dua ni silaha ya mwaminio. Kwa namna yoyote hatuwezi kuishi vizuri bila dua. Kwa dakika moja tu au sekunde chache bwana mtangazaji tu kukuzia kitu hapa. Maelezo aliyotoa Maalim Sabo yanatia moyo sana na yanatoa ule msingi dhabiti kwamba kwa kufuata hivi vigezo
mwenye kutafuta ukweli kwa Qur'an tukufu, basi atakuwa ametosheka kabisa. Kama utafuata hizo tafsiri zote kwamba lazima mtume ameunga mkono ule usafi wa moyo, ile nini kamusi na kadhalika, uwezi pata shida katika kuielewa Qur'an. Kwa kweli hizi ni njia ambazo Hadhrat Masih Maud Salam ameainisha ili kuhakikisha kwamba tafsiri iliyo sahihi itolewe kwa kuangalia kwanza Qur'ani yenyewe na kadha wa kadha, sawa ulivyoeleza. Kwa hiyo Mwalimu Sahibu, kwa kweli umeelezea vizuri, na nina imani kwa kweli mtazamaji atakuwa anafaidika sana kwa vile Hadhrat Masih Maud Salam anavyoelezea. Naam, Mwalimu Sahibu, unaweza ukatuelezea kwamba ni vigezo vipi vilivyowekwa au vimewekwa kwa tafsiri ya Qur'an, na ni vipi tafsiri ya Sayyid Sahib inakosa kuzingatia vile vigezo vyake sawa alivyokuwa anatoa tafsiri yake? Asante sana bwana mtangazaji. Jinsi Maalim Sahib alivyotangulia kueleza Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, namna alivyomjibu huyu bwana, amemjibu kwa hikma kubwa sana, elimu pana sana. Kwa sababu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kila alilokuwa akilieleza amepata msaada wa Mwenyezi Mungu akiwa mjadidi wa zama. Basi yeyote ambaye ni msomaji atapata kuelewa kwamba kweli alichokizungumza Sayyidina Ahmad alayhi salam kina msingi mkubwa. Kwanza ameeleza vizuri kwamba lazima Qur'an ijitafsiri yenyewe. Yani kama kuna swala linazungumziwa, lazima tupate kuungwa mkono na aya nyingine ya Qur'an tukufu. Ushafahamu? Kwa hivyo ikiwa tutapata jambo aya nyingine ya kuiunga hii aya mkono, basi hata kama tutapata tafsiri mtu mwingine mwenye kuipinga, lakini Qur'ani yenyewe inajiunga mkono, basi tutafuata ule msingi wa Qur'an tukufu kwamba yenyewe tayari inajiunga mkono. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, huyu ndio mwalimu wa kwanza kabisa aliyeipokea Qur'ani. Kwa hivyo bila shaka ndiye anaijua zaidi Qur'ani kuieleza kuliko mtu mwingine yeyote. Pili ni maswahaba alayhi wasallam, kwamba hawa nao wameishi na mtume wakamuona. Ushafahamu? Kwa hivyo nao pia ni wakutegemewa sana katika kuitafsiri Qur'an. Alafu pia kule mwisho, sababu ya wakati, pia kuna wale watawa au mawalii ambao pia wana bahati ya kupata ufunuo kama mitume wa Mwenyezi Mungu. Ingawa hawa watawa si mitume, lakini nao wana ile bahati pia kwamba wanapata angalau ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Nao pia ni wakutegemewa, kwamba wao pia wakitoa tafsiri yao ambayo haipingani na Qur'ani, basi wanapaswa kufuata. Lakini huyu bwana Sayyid Ahmad Khan, akili yake na kuelewa kwake, anasema kwamba kitu ambacho kinaitwa tafsiri ya Qur'an au ufunuo si kitu ambacho kinahitajika katika kuielewa Qur'an, bali tu ile elimu ambayo mtu anayo ni mambo yake ya kiasili. Unajua, kama ulienda katika chuo ulisoma wapi Qur'an au ulisoma lugha ya Kiarabu, haiwezi kukusaidia sana kuielewa Qur'an bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo la msingi, lazima kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuwe na ile msaada wa malaika, kwamba malaika wanakuletea ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini bwana Sayyid Ahmad Khan anapinga ule uhusiano wa malaika na ufunuo. Lakini Sayyid Ahmad al-Islam ameeleza kwa akili sana kwamba angalia mfano wa nuru, mwanga na jua, kwamba nuru hutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini kupitia kwa nuru tukapata mwanga wa jua, kwa hivyo tukafaidika nayo. Kwa hivyo kwa akili na busara Sayyid Ahmad al-Islam amemjibu sana vizuri huyu bwana Sayyid Ahmad Khan. Na mnashukuru sana Mwalimu Sahibu kwa maelezo yako mazuri, na tunaona pia kuna ili kuweza kuangalia tafsiri ya Qur'an tukufu, kuna zile kamusi za Kiarabu, kwa mfano Akrab Len na Lisani Arab zinatoa maelezo ya Qur'an tukufu, na tukitaka kuelewa kwa kina pia tuangalie zile kamusi ili kuelewa kwamba Qur'an tukufu inaelezea nini. Asante sana Mwalimu Sahibu kwa maelezo yako mazuri. Na Mwalimu Sahibu, ningependa pia utolee maelezo, maana ndani ya kitabu cha Hadhrat Masih Maud alayhi salam hiki cha Barakatud Dua, humo imetajwa kile kitabu cha Masih aliahidiwa cha Baraina Ahmadiyya. Je, unaweza kuelezea mtazamaji ya kwamba ndani ya kitabu hiki kuna madhumuni gani, na Masih Maud alayhi salam ameelezaje kuhusiana na ujumbe huu wa Islam kama ujumbe uliokamilika kabisa na wa kweli wa dini tukufu ya Kiislamu? Hebu elezea mtazamaji apate elimu ya jambo hili. Naam, asante sana bwana mtangazaji. Tukirudi nyuma wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaona chanzo cha nabii yeyote huaga ni mgumu sana. Naam. Wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabla ya madai yake, nyuma alikuwa akiitwa al-Amin na As-Siddiq. Lakini alipokuja kudai, moto kaanza wakati huo wa vita. Akaanza kupigwa vita na akapata wakati mgumu kabisa katika kusimamisha msingi wa kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hivyo wakati wa Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam,
alipata kazi kubwa kabisa ya kujibu shutuma za dini zingine zote dhidi ya Islamu. Islamu ilikuwa imeingiliwa na dini zingine zote. Kwa hivyo Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akatunga kitabu kinaitwa Barahin Ahmadiyya. Ndani yake hicho kitabu kilikuwa na hoja 300 ambazo kwamba hizo hoja zilikuwa zinaitetea dini tukufu ya Kiislamu dhidi ya shutuma mbalimbali ambazo kwamba zinatoka kwa dini zingine, aidha Kristo, Baniani na kadhalika na kadhalika. Naam. Lakini pia kulikuwa na elimu ya miujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya kitabu hicho, na miujiza ambayo kwamba ingetokea baadaye pengine hata zama za Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, zinazoelezea na kuthibitisha mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Kiislamu. Hadhrat Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam akachukua tambio mbele ya dini zote, akasema kwamba anaweka shilingi rupia 10,000 kwenye meza, yeyote ambaye kwamba atakuja kupinga hoja mojawapo katika hizo hoja 300, basi yeye atachukua hiyo. Na hakuna mdai yoyote wa dini yoyote ambaye kwamba alikuja kuleta majibu ya hizo hoja mpaka leo hivi tunavyoongea. Sasa inamaanisha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alielezea dini tukufu ya Kiislamu kwa hisia zake zote na kwa fasaha na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Islamu ikapata heshima wakati huo mpaka sasa. Bila shaka Mwalimu Saib, umeelezea kwa kina kwamba ni vipi kwa kweli kunahitajika kuzingatia dini tukufu ya Kiislamu ambayo ni dini ambayo ni ya ukweli, na umeelezea mtazamaji kwamba ndani ya kitabu Barahin Ahmadiyya kulikuwa na nini? Kulikuwa na hoja 300 ambapo kwa kweli wapinzani hawakuweza kujibu kuvunja hoja yote ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam. Kwa kweli tumepata uhakika kwamba kwa kumpokea Masih aliyeahidiwa ndipo tutaweza kutambua vizuri kwamba Qur'an tukufu zina nini na dini tukufu inapata heshima kupitia huyu mwanzilishi wa Jumuiya ya Islamu ya Ahmadiyya. Tunashukuru sana na ninawashukuru sana wageni wangu, na muendelee kuja hivi katika studio yetu pia, ili muendelee kutupa yale mlionayo, yale ambayo mmejifundisha, pia tuweze kufundisha mtazamaji wetu wa MTA Africa, na muendelee kutuelimisha zaidi. Ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, tunashukuru sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha leo, na ni matumaini ya kuwa umeweza kujielimisha na umeweza kupata elimu ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam. Kwa sasa hivi kwa kweli utakuwa unaelewa ufasaha wa Qur'an tukufu kupitia maelezo ya Hadhrat Masih Maud alayhi salam. Endelea kukaa nasi, tutazidi kukuletea vipindi vingine vilivyo bora na vitazidi kuwa nzuri kwa ajili ya kujielimisha au kukuelimisha, ili uweze kuelewa elimu ya Islam kwa kina na tafsiri ya Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu akujalie kila laheri na akubariki na kuimarisha katika imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा।